usiyeshindwa, wewe ni Yesu, usiyeshindwa, 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 usiyeshindwa. Fumba macho yako, inua mikono yako juu. Sema, e Bwana Yesu, ninaomba unirehemu, ninaomba unitakase, ninaomba unisafishe mahali popote ambapo nimekukosea Bwana. Ninaomba rehema, ninaomba unioshe, ninaomba unitakase mahali popote ambapo nimeenda kinyume na neno lako. Ninaomba rehema, ninaomba unioshe, ninaomba unitakase. Shika mahali panapokuuma sasa. Kama hakuna mahali panapokuuma, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Fumba macho yako, fumba macho yako. Shika popote panapokuuma, fumba macho yako. Asante Yesu, asante Yesu. Tupo na kongamano la uponyaji. Asante Yesu, kuna nguvu ya Mungu itaachiliwa ndani yako ya uponyaji, na kuna jambo la Mungu linaenda kutokea kwenye maisha yako. Natamka kwa mara ya kwanza, tafakari, kuna kitu ambacho Mungu anaenda kukiachilia. Natamka kwa mara ya pili, kila ugonjwa uliokuwepo ndani yako na ulikuja kwa kusudi la kuleta matatizo kwenye maisha yako, ninatamka kwa mara ya pili, kuna nguvu ya Mungu inashuka ndani yako. Kaa sawa sawa, ndio. Fumba macho yako, shika mahali ambapo panakuuma. Kuna kitu ambacho kinaenda kutokea saa hii. Asante Yesu. Ni ugonjwa ambao uliletwa na mizimu, ulitokea kuzimu, ulitumwa kwenye maisha yako ili upate wakati mgumu kwenye maisha yako. Napotamka sasa hivi na ninaamuru kwa jina la Yesu, ninaomba ufumbe macho yako, kuwa na connection nzuri na Mungu. Tafakari sasa hivi, na ninapoongea masaa haya, ninapoongea masaa haya, ninapotamka masaa haya, ninaponena masaa haya, ninapozungumza masaa haya, ninaposema masaa haya, kuna jambo ambalo linaanza kufanyika ndani yako. Kuna jambo ambalo linaanza kutendeka ndani yako. Kuna jambo ambalo linaanza kutokea ndani yako. Kuna jambo ambalo linaanza kuwezekana ndani yako. Ninazungumza na huo ugonjwa sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninavyotamka, hayo maradhi yanakuachia, hayo maradhi yanaanza kukuachia, hayo magonjwa yanaanza kukuachia, hayo magonjwa yanaanza kuondoka, hayo magonjwa yanaanza kuteketea. Wengine ni magonjwa ya kutupiwa. Ninapoongea majira haya, nguvu ya Mungu imeshuka kwako, nguvu ya Mungu inatembea kwako, nguvu ya Mungu inatembea kwako, na ninatamka, ondoka, ondoka maradhi ya kishetani. Achia kiuno chake, achia kichwa chake, achia mikono yake, achia masikio yake. Ndio, pokea uponyaji wa kichwa, pokea uponyaji wa macho, pokea uponyaji wa tumbo, pokea uponyaji wa miguu, pokea uponyaji wa mikono, pokea uponyaji wa tumbo. Hayo maroho ya giza yanaachia tumbo lako la uzazi. Hayo maroho ya giza yanaachia kichwa chako. Hayo maroho ya giza yanaachia mwili wako. Hayo maroho ya giza yanaachia hatima yako. Hayo maroho ya giza yanaachia mikono yako, yanaachia tumbo lako, yanaachia miguu yako, yanaachia mbavu zako, yanaachia nyayo yako, yanaachia nyota yako. Leo kuna roho ya giza inaachia miguu yako, walikulogea kupitia ndoto. Toka! Ndio, ndio. Kuna nguvu imeshuka ndani ya mifupa yako. Kuna nguvu imeshuka ndani ya miguu yako. Kuna nguvu imeshuka ndani ya kiuno chako.
Kuna nguvu imeshuka ndani ya tumbo lako, na ninavyoongea hiyo roho ya magonjwa inatoka, hiyo kisukari inatoka, hiyo presha inatoka, hayo majoka yanatoka. Wanachia hayo macho, wanachia hayo mabega. Anayekalia kiuno anatoka, anayekalia kichwa anatoka, anayekalia mikono anatoka. Toka, 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 toka. Ndio wanachia koo lako. Kuna watu wanaumwa miguu hapa, ninaiona hiyo miguu inaachiliwa kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu walipata mashambulizi ya miguu hapa, kwa damu ya Yesu wanaachiliwa miguu yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wanaachiliwa matumbo yako, wanaachilia macho yako, wanaachiliwa viuno vyao, wanaachiliwa mbavu zao, wanaachiliwa mikono yako. Na kuambia adui, achia mikono yake huyo, achia miguu yake huyo. Chochote cha kibaya kiliingia kwenye miguu yako kinatoka, kiliingia kwenye kiuno chako kinatoka, kiliingia kwenye mikono yako kinatoka, kiliingia kwenye kichwa chako kinatoka, kiliingia kwenye koo lako kinatoka, kiliingia kwenye tumbo la uzazi kinatoka. Ndio hayo magonjwa yanasafiri, hayo magonjwa yanakimbia. Wengine waliota ndoto, wanalishwa vitu, na toka walivyoota hizo ndoto wakaanza kuumwa. Na kwambia magonjwa kupitia ndoto yanaharibiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Achia tumbo lake la uzazi, atazaa huyo. Achia tumbo lake la uzazi, atazaa huyo. Magonjwa ya uzazi yanatoka, magonjwa ya kichwa yanatoka, magonjwa ya figo yanatoka, magonjwa ya macho yanatoka, magonjwa ya kisukari yanatoka, maradhi ya kuzimu yanatoka, vipanda uso vinaachia. Achia, achia. Kila aina ya ugonjwa unatoka ndani yako. Ndio, ndio, kila aina ya ugonjwa unaachia ndani yako. Ndio, ganzi za miguu, ganzi za kiuno, ganzi za kichwa, ganzi za tumbo, kwa moto wa Yesu zinatoka, kwa moto wa Yesu zinatoka. Matumbo ya uzazi, miguu kuuma inaachia kwa jina la Yesu, inatoka kwa jina la Yesu, inatoka. Macho yanaona giza, wale wachawi wanatoka kwenye macho yako. Motoka, moto. Utasikia upako wa maji yanapita hapa, utasikia upako wa maji unapita hapa. Na yale unaumwa kiuno unaachiliwa, unaumwa kichwa unaachiliwa, unaumwa mikono unaachiliwa. Ulilishwa kitu kibaya kikaleta matatizo kwenye mwili wako, leo unatapika hicho kitu, unatapika hicho kitu, unatapika hicho kitu kwa moto wa Yesu aliye hai. Pokea, pokea, pokea. Ndio, ninaomba usijipokesheleshe, mwache Mungu akufungue mwenyewe. Ndio. Asante Bwana, asante Roho, asante Roho, asante Roho, asante Roho, asante Roho, asante Roho, asante Roho. Kuna majini yanakamatwa hapa, yanachia maisha yako na huo ugonjwa unatoka. Kuna majini yanatolewa hapa, yanachia kichwa chako na unapona sasa. Kuna hizo roho za uganga na ushirikina, hizo zinakamatwa, hizo zinakamatwa, hizo zinakamatwa kwa jina la Yesu aliye hai. Hayo yanakamatwa kwa moto wa Yesu aliye hai. Wanaachilia vidonda vya tumbo kwa moto wa Yesu aliye hai, kwa moto wa Yesu aliye hai. Hawa wanatoka, hayo majini yanatoka, uvimbe unatoka, uvimbe unatoka, uvimbe wa kichawi unaenda. Hawa wanapiga kelele, mashetani wanawaka moto, wanateketea, wanaharibika. Hayo majoka kwa njia ya ndoto yanatoka, yanatoka. Achia maradhi ya kishetani, achia maradhi ya giza, achia maradhi ya Misri kwa jina la Yesu. Wanatoka, wanatoka. Magonjwa ya miguu, achilia moyo wako, Yesu akuponye. Kuna nguvu inatembea kwenye miguu ya watu, inapenya,
inapenya, inapenya. Yoyote anayekukalia kiuno chako anatoka. Yoyote aliyekutupia uvimbe anatoka. Yoyote aliyekutupia maradhi anatoka. Yoyote aliyekutupia magonjwa yanatoka. Walikutupia kwenye sherehe, walikutupia njiani, walikutupia ukiwa umelala. Sasa hivi ninavyozungumza, wakaleta balaa na mikosi ndani yako. Toka ugonjwa umeingia kwenye maisha yako, hakuna kitu kinaendelea, hakuna kitu kinatokea. Nakwambia wanaachia sasa, wanaachia sasa, wanaachia sasa. Moto wa Yesu achia huyo 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 sasa. Achia mbavu zake, achia mbavu zake, achia kichwa chake, achia tumbo lake, achia miguu yake, achia macho yake. Wewe mchawi, achia macho yake, achia sasa. Achia tumbo lake la uzazi, achia kiuno chake. Roho ya magonjwa inatoka, roho ya magonjwa inakamatwa, roho ya magonjwa inapigwa. Hao wachawi wanaokutumikisha na magonjwa ya tumbo wanaachiaka, wanaachiaka, wanaachia sasa. Tumbo la uzazi wanaachia, koromelo wanaachia, kiuno wanaachia, mabega wanaachia, macho wanaachia. Moto wa Yesu ndio wanatoka kwenye mifupa yako, wanaachia mifupa yako, wanaachia mifupa yako, wanaachia mifupa yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wanaachia hiyo mifupa yako, wanaachia hiyo mifupa yako, wanaachia kizazi chako. UTI inakaushwa, UTI inakaushwa, homa inatoka. Yesu akakemea homa ikatoka ndani yako. Nakemea homa ya kipepo, nakemea uvimbe wa kipepo, nakemea magonjwa ya kipepo kwa jina la Yesu. Yaachie, yaachie, yaachie. Tayari kuna upako unaachiliwa ndani yako, na moto wa Yesu unatembea, na moto wa Yesu unashuka. Unapokea upako na Yesu anashuka sasa. Maji hayo wapendeka, hao wanatoka, 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 wanatoka na maradhi yao. Moto umeshuka hapa tayari, tayari, tayari wanatoka hapa. Yale matumbo yanachia hapa, yanachia sasa, yanachia sasa. Yes, moto ndio tayari hapa, tayari hapa. Yesu anatembea, Yesu anatembea hapa. Pokea uponyaji, pokea, pokea uponyaji, pokea. Unatembea uponyaji kwenye tumbo lako, pokea sasa, pokea, pokea uponyaji, ndio pokea, pokea uponyaji kwenye tumbo lako. Unapokea uponyaji. Wakati unapokea uponyaji, nguvu za giza zinachia miguu yako, zinachia tumbo lako, zinachia kichwa chako, zinachia mwili wako. Toka kwenye magoti, toka kwenye magoti, toka kwenye magoti, toka kwenye kiuno. Presha toka, presha toka, kisukari toka. Roho ya giza achia mwili wake, achia mwili wake, achia mwili wake kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu. Mvua ya baraka ya uponyaji inashuka katikati ya watu. Moto tayari, tayari wanatetemeka hao. Moto, 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 moto wa Yesu ondoka tayari. Wanachiaka, wanachiaka, wanachia, wanachia. Hao wanatoka, hao wanatoka, hao wanatoka, hao wanatoka, hao wanatoka. Magonjwa achiaka, magonjwa achiaka, magonjwa achia, magonjwa achiaka, magonjwa achiaka, achia tayari, achia magonjwa. Moto pale nyuma tayari wanatoka, 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 wanatoka. Ndioka, ndioka. Kila aina ya ugonjwa unaachia kichwa chako, kila aina ya ugonjwa unaachia mwili wako, kila aina ya ugonjwa unaachia kichwa chako, kila aina ya ugonjwa unaachia nafsi yako. Naongea na ugonjwa wa kishetani, naongea na maradhi ya giza. Sasa hivi anakamatwa, sasa hivi anakamatwa, sasa hivi anakamatwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa. Yoyote aliyefilisi biashara yako akakuletea na ugonjwa, sasa hivi ninavyoongea, sasa hivi
tamka, ndio ka moto hao wanatoka moto tayari wanaachia. Ndio wanatoka sasa. Pio, achia. Pona kichwa, pona miguu, pona tumbo, pona macho, pona sasa. Ndio, pona sasa. Kuna nguvu ya Mungu inatembea ndani yako. Kuna nguvu ya Mungu inafanyika ndani yako. Kuna nguvu ya Mungu inashuka ndani yako. Kwa mara ya kwanza, kila ugonjwa unateketea, kila ugonjwa unaachiwa. Ugonjwa wa kurithi unatoka, ugonjwa wa kurithi unaondoka, ugonjwa kwenye familia unaondoka, ugonjwa kwa watoto unatoka, ugonjwa wa kutupia unatoka. Toka sasa. Ndio. Asante Bwana. Kuna watu hapa wanatolewa katika magonjwa ya kipepo, katika magonjwa ya kishetani, katika magonjwa ya presha. Hiyo stroke inatolewa ndani yako, hiyo stroke inatoka ndani yako, hiyo stroke inaachia ndani yako kwa mara ya kwanza. Ndio, moto unatembea. Ndio, pokea tayari. Ndio, moto wa Yesu. Ndio, wanaachia sasa hivi kwa jina la Yesu aliye hai. Ugonjwa unatoka, unahama. Mwachie huyo, mwachie sasa. Toka. Ndio, tayari. Mwachie maisha yake, mwachie nyoka, mwachie joka. Toka sasa. Hayo majoka yanaenda, hayo majoka yanateketea, hayo majoka yanahama, yanaachia afya yako. Moto, achia huyo mama, achia apone sasa, apone kichwa chake, apone tumbo lake, apone miguu yake, apone moyo wake, apone maisha yake. Ndio. Natangaza uponyaji kwako. Kila ugonjwa ulioingia kwako kukuletea balaa, kukuletea mikosi, kukuletea umaskini, leo unakuachia. Unaachia watoto wako, unaachia nyumba yako, unaachia kizazi chako, unaachia amani yako. Huo ugonjwa leo unatoka kwenye maisha yako. Huo ugonjwa leo unatoka kwenye tumbo lako. Kila ugonjwa ulioingia nyumbani kwako leo unahama hapa. Kila ugonjwa ulioingia kwenye maisha yako leo unahama hapa. Ugonjwa wa kichawi, motoka tayari. Ndio. Kuna upako wa matengenezo unaingia ndani yako. Hayo maroho ya magonjwa yanahama. Wengine vizazi vinatolewa makaburini, wengine miguu inatolewa makaburini, wengine mikono inatolewa makaburini, wengine viuno vinatolewa kwenye makaburi. Pokea ponyaji. Ndio. Asante Bwana, asante Mtakatifu, asante Roho, asante Mungu, asante kwa uponyaji. Kwa damu ya Yesu ninatamka na ugonjwa wa moyo leo unaachia. Ninatamka ugonjwa wa kichwa leo unakuachia. Ninatamka uvimbe wowote leo unatoweka ndani yako kwa moto wa Yesu Kristo. Ninatamka tatizo la miguu leo linatoka ndani yako. Ninatamka tatizo la kizazi leo linatoka ndani yako. Ninatamka tatizo la kiuno leo linaachia kwa jina la Yesu. Ninatamka tatizo la kifua leo litoke
leo litoke, leo litoke kwa jina la Yesu. Ndio, 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 ndio. Mungu anatenda kwako, Mungu anafanya kwako, Mungu anaweza kwako, Mungu anatenda kwako, Mungu anafanya kwako, Mungu anaweza kwako. Hiyo roho ya maradhi inatoka, inaenda kwenye maisha yako, inaachia maisha yako. Sema kila ugonjwa wako, sema kila ugonjwa uliokuja kwenye maisha yako leo unaniachia kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa uliokuja kwenye maisha yako leo unaniachia kwa damu ya Yesu. Sema leo, leo kila magonjwa yote yanaachia maisha yako, yanaachia maisha yako, yanaachia maisha yako, yanaachia maisha yako kwa jina la Yesu. Sema kila ugonjwa wa kishetani ulioinuka juu ya maisha yako leo hauna nafasi, leo hauna nafasi, leo hauna nafasi. Sema matatizo ya magonjwa ndani ya familia yako leo yanatoka, leo yanatoka, leo yanatoka. Sema nayatoa leo kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, magonjwa yoyote yaliyokuja kwenye maisha yangu hayana nafasi leo, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Mpe Yesu mikono yako yenye nguvu kabisa. Mpe Yesu mikono yako yenye nguvu. Hakuna ugonjwa utakaosimama ndani yako, hakuna maradhi atakayosimama ndani yako, hakuna shida ya magonjwa atakayoendelea ndani ya familia yako. Sema Bwana Yesu, nimepokea uponyaji leo, nimeamini. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akubariki. Rudi kwenye nafasi yako. Kama unaona kuna mahali popote umepona, sema amina, ubariki. Ninasema hivi, wako hawa watu ambao Mungu amewatendea hapa sasa hivi. Kama unaona kuna mahali popote paka usawasawa, uje mbele hapa, au umesikia chochote, pita mbele hapa. Sema amina na ubarikiwe. Sema amina na ubarikiwe. Kama umepata uponyaji hapa sasa hivi, pita mbele hapa na umshuhudie Bwana. Sema amina, ubarikiwe. Sema amina, ubarikiwe. Sema amina sana, ubarikiwe. Usogee mbele kama umepata uponyaji hapa saa hii. Sema amina, ubarikiwe. Ndio, niangalie huko. Ndio, ulikuwa unaumwa nini? Katika mwili wangu nilikuwa sijajua kama naumwa nini. Ndio. Lakini nilipotoka kuuguza kule, naona nilivyoomba hivi, nakuta mkono umekuwa una ganzi. Mkono una ganzi. Na sasa hivi una ganzi. Ganzi imetoka. Uko sawa sawa? Niko sawa. Mpe Yesu mikono yake yenye nguvu kabisa. Ndio. Sogea huko. Ulikuwa unaumwa nini? Nilikuwa naumwa sikio, lilikuwa linatoa usaha. Kwa muda gani? Na mwezi mzima. Mwezi mzima. Inawasha, linatoa usaha. Lakini mpaka sasa hivi limekauka. Ulikuwa kama naumwa. Ulikuwa hujui kama unaumwa. Baada ya maombi haya nini kimetokea? Nikaikuta tu kama nimeinuka, nataka kama kutapika. Yaani nakuta tu kama najironga nyonga. Alafu pia hapa kama pana uvimbe, panauma. Lakini kwenye kifua. Lakini baada kutoka hapa nakuta pametawanyika kabisa. Baada ya maombi haya sasa hivi. Ndio. Pamekuaje? Hapaumi tena. Hapaumi tena. Mpe Yesu kwenye makofi yenye nguvu. Palikuwa panauma, uvimbe umetawanyika na hapaumi tena. Mpe tena Yesu mikono yako ya furaha. Sema amina, ubarikiwe. Ninahitaji watu hapa kwa saa hii, kwa dakika hii. Sawa sawa? Umekuja na maumivu gani? Nilikuwa na maumivu, nilikuwa na uvimbe juu ya kitovu. Ulikuwa na nini? Ulikuwa na uvimbe juu ya kitovu. Saa hii wakati unaingia badani ulikuwa na uvimbe juu ya kitovu. Ulikuwepo. Niliambia hospitali $1,000,000 kufanya operation. Hospitali wakakwambia $1,000,000. Ila sasa hizi sioni wala maumivu. Baada ya maombi haya hauoni chochote? Sioni chochote. Pe Yesu mikono yako yenye nguvu kabisa. Nani anatenda haya? Yes. Sema amina, ubarikiwe.
Ndio, ulikuwa unaumwa nini? Nilikuwa nasumbuliwa na kupanda uso, afu kichwa nilikuwa nasikia kizito na macho yangu hayaoni vizuri. Lakini baada ya maombezi hapa sasa hivi nilisikia wepesi. Umesikia wepesi? Na paka macho. Uko sawa kabisa. Sawa kabisa. Hebu turudishe sifa na utukufu kwa Yesu Kristo. Sema amina na utabarikiwa. Ulikuwa unaumwa nini? Nilikuwa naumwa kiuno na kwa muda gani? Kuanzia asubuhi nilipoamka nilikuwa naumwa kiuno sana. Wakati wa maombi nimesikia maumivu makali kwenye kiuno kama yanatoka. Sasa hivi ni mzima. Sasa hivi uko mzima. Baada ya maombi haya. Pe Yesu tena mikono yako yenye nguvu kabisa. Sema amina na utabarikiwa. Ulikuwa unaumwa nini? Nilikuwa nasumbuliwa na kiuno pamoja na tumbo. Baada ya maombi haya hata ulipokuwa unasoma neno, nilipokuwa nimekaa hapo nilikuwa nasikia baridi, pia nasikia kama kutapika. Baada ya maombi sasa hivi hapo hiyo hali imepotea. Imepotea kabisa. Pe Yesu mikono yako yenye nguvu kabisa. Ndio. Ulikuwa unaumwa nini mama? Nilikuwa nasumbuliwa na vitu vitatu toka asubuhi. Vitu vitatu. Cha kwanza nini? Kifua. Cha pili na miguu. Ongea kwa nguvu. Cha pili na miguu ilikuwa inanisumbua. Miguu ilikuwa inakusumbua. Baada ya maombi nimeona hivi vyote vimekauka hapa, naona mzima. Vyote vimepona. Hebu tumpe Yesu sifa na utukufu wake. Sema amina na utabarikiwa. Nani anatenda haya? Yesu aingie ndani ya nyumba yako. Mungu ni mponyaji. Katika kongamano hili Mungu alete matokeo makubwa. Mungu ndiye anayebariki kila kitu. Sawa sawa. Hawa wamepona hapa. Mungu akubariki. 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 Nenda kwa amani. Pe Yesu mikono yako. Maombi haya tutaendelea nao siku ya Jumanne. Na Mungu asaidie watu wake. Umekuja na magonjwa, unarudi ukiwa mzima. Na wengine hapa wamepona uchumi hapa. Wamepona kazi hapa. Wamepona biashara hapa. Wamepona matokeo makubwa ya maisha yao. Sawa si sawa sawa? Pe Yesu mikono yako yenye nguvu. Wewe pale nyuma. Wewe dada pale nyuma. Huyo hapa. Sio huyo. Huyo anayefuata. Njoo hapa. Wewe haupo hapa kanisani sasa hivi. Sogea. Wewe tunaona una shida. Na tunaona kuna mtu anakuwekea mikono kwenye macho yako. Na Mungu anasema tukuponye. Sogeza. Sema amina ubarikiwe. Sema Bwana Yesu, kila ugonjwa wowote kwenye maisha yangu leo hii unaachia maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na ubarikiwe. Sema kila ugonjwa kwenye maisha yangu hauna nafasi kwenye maisha yangu. Sema Yesu, ninaomba unisaidie. Wewe njoo hapa. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, kila ugonjwa kwenye maisha yangu hauna nafasi. Hauna nafasi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema kila tatizo la ugonjwa halina nafasi kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaomba unisaidie. Amen. Angel. Nini kinakusumbua? Figo zimefeli. Nini? Figo zimefeli. Figo zimefeli. Njoo. Figo zimefeli. Kwa muda gani? Toka mwaka jana.
Shika. Unamwamini Mungu. Fumba macho. Nini kinakusumbua? Sio familia. Familia. Ndio, tuna malumbano kwa ajili ya mirathi. Mungu anaingilia kati. Amina. Hakuna hicho kitu tena kuanzia leo. Amina. Fumba macho. Nini kinakusumbua mama? Sijapata kazi mpaka leo. Natafuta kazi. Umetafuta muda gani? Na miaka kama 5 hivi. Haupati kazi. Ndio. Yesu anaenda kukusaidia. Amina. Unaamini? Naamini. Fungua moyo wako. Bwana, unaponya watu, unafungua watu, unasaidia watu. Ninatamka leo, Bwana, wewe ndio unaponya, wewe ndio unafungua watu, wewe ndio unabariki watu. Ulisema haushindwi na jambo lolote. Nageuza figo zake zinakuwa figo mpya. Hujawahi kushindwa Bwana, tunarejesha figo mpya. Apokee figo mpya, apokee figo mpya, apokee figo mpya, apokee figo mpya, apandikizwe figo mpya kutoka kwako Yesu, kutoka kwako Yesu. Ninaachilia kwa damu ya Yesu figo mpya kutoka kwako, figo mpya kutoka kwako, figo mpya kutoka kwako. Chochote kilichosababisha maradhi ya figo sasa hivi kinatoka, sasa hivi kinaachia, sasa hivi kinateketea. Bwana Yesu unaponya. Napandikiza figo mpya kwake, nawekeza figo mpya kwake kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ulisema wewe ndio Bwana unayetuponya. Ninaachilia nguvu ndani ya viungo vyake kuanzia leo. Nguvu yako ishuke, nguvu yako ishuke, nguvu yako ishuke, nguvu yako ishuke. Ninaachilia upako. Uliweka mikono kwa wagonjwa nao wakapona. Ulikemea homa nayo ikatoka. Na mimi nakemea maradhi ya figo, na yaondoa maradhi ya figo, na yaondoa maradhi ya figo kwa damu ya Yesu. Natamka figo zake ziimarike, natamka figo zake ziimarike, natamka figo zake ziimarike, natamka figo zake ziimarike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anapokea figo mpya. Ndio, 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 kwa jina la Yesu. Pokea. Ndio, naongea na figo uliyeferi. Imarika, 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 imarika. Jina la Yesu, jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea kupona, pokea kupona, pokea kupona, pokea kupona, pokea kupona, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba na kushukuru. Amen. Ubarikiwe. Unaamini? 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 Wewe ni mzima kuanzia leo. Pe Yesu mikono yako yenye nguvu kabisa. Shusha tu mikono yako. Kila tatizo la familia liondoke. Roho iliyokuzuia usipate kazi muda mrefu, wewe ni roho unayefunga, mwachie apate kazi. Mlioingilia kati shida ya familia, mirathi, suluhisho likatokee, suluhisho likatokee, suluhisho likatokee, suluhisho likatokee, suluhisho likatokee kuanzia leo. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji wa kifamilia kwa jina la Yesu. Kila kitu kikawe sawa sawa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Nenda kashinde vita. Hautafeli mtu wa Mungu.
Yesu yuko mbele yako. Sema amina, ubarikiwe. Pe Yesu mikono yako yenye nguvu kabisa. Wangapi watu wawili wenye tatizo la kifamilia, sogea hapa haraka haraka. Ni saa ya uponyaji. Ndio. Una shida yako ya kifamilia, Mungu aende kukusaidia. Uko kwenye kongamano la uponyaji. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Sema amina, ubarikiwe. Kwenu wamfanikiwaji, kwenu hakuna aliyewahi kuendelea. Mungu akaondoe hiyo roho. Sema amina tena. Sawa si sawa sawa? Tuko kwenye neema hii ambayo Mungu anaenda kuiachilia katikati yetu. Ndio. Ndio. Fungua moyo wako. Mungu anaenda kukusimamia. Na maombi haya Mungu akashuke ndani yako. Bwana Yesu, ninaomba utembee ndani ya hawa watu. Hawajawahi kuwa na matokeo. Shida za kifamilia. Mungu kasimame. Mungu kaonekane. Mungu kajizirishe. Kama ni maradhi ya kifamilia, sasa hivi ninavyotamka, haya maradhi ya kifamilia yakachie hizi familia kwa jina la Yesu. Ninatamka kuna nguvu ya Mungu itashuka ndani yako. Yale mateso ya kifamilia, yale maradhi ya familia, yale matatizo ya kifamilia yanaenda kuisha, yanaenda kutoka, yanaenda kuangamia. Ninatamka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu za Yesu, kila tatizo kwenye familia kwa mara ya kwanza kuna nguvu inashuka na hilo tatizo linaondoka. Ninapozungumza matatizo mengine yamekamatwa, matatizo mengine yanahama, matatizo mengine yanateketea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa mara ya pili matatizo ya kifamilia yanaondoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo yenye nguvu. Ndio ninavyoongea hayo matatizo ya kifamilia, kuna nguvu ya Mungu imeshuka na yanaondoka na yanaenda na yanaachia na yanateketea na yanaharibika. Aidha ni wewe na watoto wako, aidha ni wewe na ndugu zako, aidha ni wewe na mume wako. Kwa mara ya tatu na ya mwisho, pokea ndio, na yanakwenda 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 katika uponyaji huo. Achia tatizo la kifamilia, achia achia ndio, achia 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 tatizo la familia linaenda linaenda ndio ndio, achia 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 tatizo, achia achia tatizo, achia 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 tatizo, achia wanakuwa wawezi wapeleke mbele, achia achia tatizo la familia, waka moto ndio, achia 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 tatizo, waka moto tatizo la familia, achia tatizo la familia, twende 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 ndio ndio, wasogeze mbele wengine, ndio chia tatizo la familia, chia tatizo la familia, chia ndio, chia tatizo la familia, moto 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 moto, tatizo ndani ya familia, twende twende twende, saidia kule, twende twende twende, moto moto moto. Leo napokea uponyaji, tatizo la familia linaondoka linaondoka, twende, achia nyumba yake, achia nyumba yake, moto twende moto twende moto, tatizo la familia linaenda linaenda, sogezeni mbele, linaenda moto 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 moto, tatizo la familia, twende ndio twende twende, achia familia ndio, moto moto, achia familia, twende twende, tatizo la familia linaondoka, wasogeze mbele, ndio, achia tatizo la familia, achia tatizo la kifamilia, achia tatizo la kifamilia, achia tatizo la kifamilia, achia tatizo la kifamilia, achia moto moto, tatizo la kifamilia, achia moto moto wa Yesu, tatizo la kifamilia, achia tatizo la familia, twende, achia moto tatizo la familia, ondoka ondoka
ondoka. Ndio moto, 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 moto wa Yesu, moto, moto. Tatizo la familia, achia, achia, achia kwa jina la Yesu aliye hai. Achia kwa moto wa Yesu aliye hai. Twende, 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 twende. Shida ndani ya familia inatoka, 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 inatoka. Moto, tioka, tio, tio, tio. Ndio ninavyoongea, wachawi wa familia wanaachia familia yako, wanaachia familia yako, wanaachia familia yako, wanaachia familia yako, wanateketea moto, wanateketea moto. Roho ya uponyaji wanaachia moto, wanaachia leo moto, 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 moto. Toka shida ndani ya familia, teketea shida ya familia, ungua shida ya familia. Twende, twende, twende. Hakuna kustarehe, waka moto, waka moto, waka moto. Hawa wanaenda, hawa wanateketea, haribika. Moto, 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 moto wa Yesu, teketea, teketea. Waliologa familia wanatoka, waliologa familia wanatoka, waliochezea familia wanatoka, walioangamiza familia wanatoka, 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 wanatoka. Otoka waliocheza na familia hao, 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 hao wanaungua. Otoka, otoka, oto, moto, moto, moto. Leo unatoka moto, 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 moto. Achia, 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 achia watoto wake, achia, 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 achia leo. Matatizo ya familia, toka, 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 toka. Ndio, ondoka. Shida ya familia inatoka, 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 inatoka. Iwe majini yanatoka. Achia mama yake, achia ndugu zake, achia mama yake, achia ndugu zake, achia, achia leo, achia, 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 achia fanikiwe, achia. Ndio, moto, 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 moto wa Yesu. Shida ndani ya familia, twende, twende. Moto, 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 moto. Shida kwenye familia, toka, 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 toka. Jina la Yesu, toka, 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 toka. Moto wa Yesu, toka, 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 toka. Toka sasa, toka sasa, toka sasa. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hao wachawi waliologa familia wanaondoka kama nyoka, wanaondoka kama nyoka, wanateketea kama nyoka, wanaangaika, wanapigwa, wanaamaka, wanateketea. Hao wanatoka, hao wanatoka, wanachia familia. Magonjwa ndani ya familia, magonjwa ndani ya familia, magonjwa ndani ya familia yanaondoka, 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 yanateketea, yanateketea kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia familia yao, achia familia yao, achia wafanikiwe, achia waone mwanga, achia waone matokeo, achia waone njia, achia waone mwanga kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, 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 ndio. Wanaachia watoto wako, achia watoto wako, wanaachia familia yako. Kila ugonjwa ndani ya familia yako unatoka leo. Kila kifungo ndani ya familia yako kinatoka leo. Kila shida ndani ya familia yako inaachia leo, inaenda leo, inapigwa leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka za Yesu. Ndio,
Ndio, inua mikono yako. Sema, e Bwana Yesu, kuanzia leo kila shida inayosumbua familia yangu, kila ugonjwa unaosumbua familia yangu, kuanzia leo hauna matokeo tena, kwa jina la Yesu wa Nazareti, amen. Pe Yesu mikono yako yenye nguvu. Nenda kaka. Mpe Yesu tena mikono yako yenye nguvu kabisa. Mungu akabariki maisha yako. Kila jambo ambalo umelitaka kwa Mungu leo umelipata. Sawa, si sawa sawa? Pe Yesu tena mikono yako kwa hiyo. Inua mikono yako. Sema, Yesu, leo kila jambo gumu halitakushinda, na mpaka leo nimekuwa huru kwenye maisha yangu. Amen. Pe Yesu tena mikono yako yenye nguvu. Na Mungu atubariki sana. Nafikiri umeona kwa macho mwenyewe kile kitu Mungu anaponya watu wake. Kwa hiyo tuko kwenye kongamano la mwezi mzima. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe. Ule mtoto amekuja na nani? Ulikuja na nani? Ni nani wako? Mtoto wako wangapi? Mungu ameshafanikisha kila kitu. Amina baba, tunashukuru. Amina. Wala usiwe na hofu yoyote. Tayari Mungu amemponya mtoto wako huyo. Mungu akusaidie. Tayari baba, tulikuwa tuko kwenye process za kwenda kumpandikiza figo wiki ijayo. Wiki ijayo. Ndio baba. Nenda utaona kitu Mungu amefanya ni cha ajabu sana. Amina baba, amina, amina. Sema amina na utabarikiwa. Sema namwamini Bwana anatenda, namwamini Bwana Yesu anaweza. Amen. Hakuna Mungu anayeshindwa kitu chochote ukiamini na kumwamini. Mungu akubariki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pe Yesu sifa na utukufu. Alafu nenda kaandike vile vitu ambavyo nimekueleza. Utakuja hapa nitakupa karatasi nyeupe, utavihamishia kwenye hiyo karatasi na utamwona Mungu. Na ninakutuma, kuna ndugu zako wanateseka, nenda kawapelekee habari hizi katika mlima huu wa ibada, Loeva Ministry. Mungu anapatikana kwa gharama. Bwana Yesu atusaidie sana. Sawa sawa, Kwa moyo utakao watoa kule kwa imani mpaka hapa, hawatatoka bure, watarudi na kitu cha Bwana. Sema amina na ubarikiwe. Mgeukia neighbor, mwambie napeleka ujumbe leo kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Nafikiri umemwona Mungu waziwazi na walioshuhudia hapa saa hii. Kwa hiyo hakuna jambo la kushangaza. Nenda kawaambie ndugu zako, na wewe ambaye uko hapa leo, ninakwambia kabisa wiki utafanya biashara kama hujawahi kuifanyaga. Kuna milango itakuwa huru kama hujawahi kuiona tena. Tunakwambia hivyo kwa damu ya Yesu aliye hai. Aliyeamini apokee. Apokee. Ninakuona wewe ni mbarikiwa. Ninakuona una amani ya Bwana. Ninakuona una nuru ya Bwana. Yesu hajakuacha. Hajakuacha leo. Hajaacha watoto wako. Hajaacha nyumba yako. Hajaacha uteseke. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Ni mwezi wa uponyaji. Kongamano la uponyaji. Afya yako itaimarika. Kazi yako itaimarika. Nyumba yako itaimarika. Familia yako itaimarika. Kila kilichokufa kitafufuliwa na Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wa Nazareti aliye hai. Wa Nazareti aliye hai. Pokea ushindi. Pokea neema. Pokea baraka. Magonjwa ya familia yatatoka. Magonjwa binafsi yatatoka. Magonjwa ya kiukoo yatatoka. Magonjwa ya laana yatatoka. Magonjwa ya kutupiwa yatatoka. Magonjwa ya mitego yatatoka. Magonjwa ya laana yatatoka. Magonjwa ya mitego yatatoka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.
pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe ndani ya maisha yako. Mmoja aweze kusema amina ambayo itambariki Bwana. Mungu akubariki na familia yako. Sawa sawa, mtu wa Mungu. Toka kishujaa. Malaika wakamwambia Gideoni, ewe mtu shujaa. Sisi tunanielewa. Ndiyo, Mungu, mbingu zinakuona wewe ni shujaa. Mungu abariki neno lake. Mungu akakuinue. Tumeuona mkono wako na nguvu zako leo. Tumeona ni neema yako na uponyaji wako leo usiokuwa wa kawaida katika mazingira haya. Umeponya figo, umeponya mikono ya watu, umeponya miguu ya watu, umeponya matumbo ya watu. Tunakurudishia sifa na utukufu Mungu, kwa kuwa umekuwa mwaminifu juu ya maisha yetu na juu ya maisha ya watu wako. Ninaomba Mungu liendelee kulikumbuka agano lako kwenye madhabahu hii juu ya watu wako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Nenda ukabarikiwe na Yesu Kristo aliye hai, na Mungu akubariki.
you.